sana. Linatoka hili linafuata hili. Tulimalizana na Heavyweight majira fulani hivi, lakini yameturudisha tena hivi sasa. Majira haya ni nyakati za usiku, lakini lililotokea limetufanya tumtafute Heavyweight kwa haraka zaidi. Ni mara baada ya Kasi kujibu kesi ambayo ilikuwa imepelekwa kule kama kesi ya rufaa, na ilikuwa ikitaka maeneo kadhaa bodi ya ligi na Simba Sports kuchukuliwa hatua kwa kile ambacho waliamini wao wanayo haki ya kuidai na wameidai kupitia mahakama ya Kasi. Hali yako iko vipi? Kwema ndugu yangu. Habari za muda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanasonga. Alhamdulillah. Ni sehemu ya muendelezo wa kile tulichokizungumza awali. Tarehe 8 ilizua mengi sana, kanuni nyingi sana zikazungumzwa na mpaka kusikia kesi imepelekwa Kasi. Katika hili ulizungumza Heavyweight na kukumbusha tu. Uoni Young Africans ikishinda hii kesi yametimia sasa. Ule utabiri ambao wengi waliona yametimia. Kwenye hili unadhani walitumia miemko kupeleka kesi kule? Unajua kwanza mimi nilikuwa ili jambo la hukumu kutoka sikuwa nimeliona. Umeelewa? Ya sikuwa nimeliona sababu nilikuwa naangalia finali ya muungano. Kwa hiyo nikawa nimeweka simu mbali kidogo pembeni na angalia zangu. Sasa half time nafikiri kama dakika 78 hivi 80 hivi ndio nikasema kwa sababu mpira ulikuwa boring na nini, nikasema ngoja nichukue simu niangalie kinachojiri huko. Basi nikakuta kuna ndugu zangu hapa fulani wame collaborate hapa kwenye umeona kwenye account yangu ya Insta hapa, nikajiridhisha nikasema hii habari ni ya kweli. Watu wamepigwa watu wamepigwa hilo panga hilo au ile kwamba wamefungiwa mlango pia. Sasa nilipoona hivyo nikasema da, mimi sikushangaa kwa sababu kwanza nilijiuliza tu kwa nini Kasi wametoa hii ripoti mida hii ambayo Yanga ndo wanataka kupoa ile medali zao zile na kombe lao hilo la ambalo ndo tunaambiwa ni kubwa kuliko shirikisho. Nikajiuliza tu kwa nini wameweka, yani kwa nini wamesubiri, kwa nini hawakusubiri muda, yani kwa nini wasingetoa hata kesho labda jioni kabisa ili angalau watu washangilie kwa furaha, kwa sababu mwisho wa siku ubingwa umetiwa dosari. Ubingwa sijui niseme umetiwa dosari au, lakini tu ni kwamba unajua ile unamaliza kusherekea pale ubingwa unaambiwa bana kuna issue ya kumkaba mpanzo imerudi upya. Yani pale beki kashatoka kuchoka, yani amechoka, alafu ana baba na sikia bana vipi bwana huko bana, sikiliza bana mpanzo bana kama kawaida shughuli ipo kaka. Alafu sasa ukicheki miezi ya ligi kuchezwa ibaki miwili kwamba kivyovyote yani hautomkaba mbali sana, yani haitokuwa mbali, yani mechi tu itakuwa hapa jirani yani kwamba sababu ligi ndio ipo ukingoni kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku hauwezi ukasema labda eti utakuja umkabe labda sijui miezi mingapi mbele. Hichi kipindi cha kiwa bado wa moto. Na inawezekana atakuwa alishacheza finali yake ya shirikisho. Ndio hivyo ndugu yangu. Kwa watu wamepigwa msiba umekuwa mkubwa sana. Na mimi nilisema unajua ifike wakati watu ambao nawaambia, kwa sababu kulikuwa kuna mijadala mingi, nikawaambia ndugu zangu kule mnapoenda mtaenda kufanyaje? Kufeli na mtatoa gharama. Sio kwa sababu kesi kule sio bure. Of course kuna fees nyingi unabidi ulipe. Kwa hiyo nikawaambia ndugu zangu nyinyi ambao sababu mimi sikuwa nawaambia, sina mandate ya kuambia viongozi wa Yanga nini wafanye nini wasifanye, kwa sababu mimi najua kwamba ni watu ambao wamekuwa na hizo kawaida za kudanganya umma na nini. Umenielewa? Watu ambao wamekuwa wakipeleka kesi ambazo ni unajua ni kama last born. Of course Yanga ni kama last born, vitu vidogo wanalia. Yani na ukishakuwa mtu wa kulalamika automatically utakuwa ni mtu wa kupuuzwa, na itafika kipindi hata hao Kasi wenyewe wakiona kesi ya Yanga watakuwa hawaitilii maanani. Kama watakuwa wanaendelea na hii tabia ya kulalamika kwa kila jambo dogo linalowakuta, huo last born wa uache. Umeelewa? Yani sijui mara nini Morrison wamelalamika wamepigwa chini, sio wamelalamika sijui kesi ya nani huko wamepigwa chini, na kesi nyingi wanashindwa. Kwa hiyo itafika kipindi yani ni kama vile unajua kwa sisi tuliokuwa tunasoma boarding, utaona kuna wale wanafunzi ambao yani ukiwaona kwenye kesi hata ajitetee vipi, yani kwanza hata unajua tuka huyu
Unaelewa? Na kuna wale ambao wanalalamika sana kiasi kwamba ni ukiwaona tu ni ofisini, mwalimu nimepigwa tu na nani, mwalimu nani, wanakuwa wakiingia tu ofisini walimu wanaambia wewe leo bana nenda tuna shughuli za kufanya na tuna panel hapa tunataka tusahihishe mitihani. Kwa hiyo nenda kashtaki huko kwa viongozi. Hataki kelele leo. Ndio kitakachokuja kuwakuta ndugu zetu Yanga. Waache huu last born. Sio. Mimi leo sitaki kuchambua sana ili sakata kwa sababu uchambuzi tulishaufanya. Nilishazungumza haya yote nikasema CAS hawana mandate ya kuingilia kile kitakachoamuliwa na usimamizi, maana yake wa mamlaka zinazosimamia soka Tanzania. Wao wanakuwa wanatoa yani maana yake wakishaona kesi imepita katika stage zote za mamlaka za ndani ikashindwa kuwa solved, ndo inaenda kwa, sasa wewe unatoka hapo unaenda kushtaki bodi ya ligi na TFF. Na siku ile nilikuwa najiuliza anaenda kushtakiwa Simba, anaenda kushtakiwa bodi ya ligi au anaenda kushtakiwa TFF. Kumbe bwana wameenda kushtaki wote watatu yani. Huu ndo last born wenyewe ndo nilikuwa nasema. Kwa mimi najiuliza ni kwamba wale wanasheria waliotajwa pale wa Young Africans ni kwamba hawakuwaza kwamba kuna vitu vitakavyohitajika kule CAS na watashindwa kuvikabidhi kwa sababu vielelezo vyake hawana. Unajua mimi mwenyewe najiuliza hilo swali. Maana wewe ni ndugu mwandishi lakini mimi lazima niungane na wewe kwenye kujiuliza hilo swali. Mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza. Sababu siwezi nikajua kwenye nafsi yao walikuwa wanawaza nini. Sio naelewa. Kwa sababu wale ni wanasheria. Maana yake wanasheria automatically wanakuwa wanajua kwamba tunapoenda kufile case, kupeleka complaints yoyote, kuna hichi wanajua wale si wanasheria. Mimi of course sio mwanasheria. Lakini naamini wale kwa sababu ni wanasheria vitu hivyo watakuwa wanajua. Sasa sielewi kwa nini huwa wanaenda na wanakurupuka. Mara nyingi sana huwa wanakurupuka. Umeelewa? Sasa issue imekuwa ndogo. Hapa wacheze mechi. Na naomba bodi ya ligi wapange tarehe za hivi karibuni. Kipindi hichi kwa sababu kadri ambavyo muda unavyozidi kwenda Simba Sports Club wanazidi kuimarika. Wanazidi kutengeneza muunganiko mgumu wa kiuchezaji. Wanazidi kuonyesha makali yao. Kwa hiyo sasa wale waliokuwa wanasema sijui ubingwa bado mechi tatu atucheji wanabidi waelewe sasa kwamba kule walipokuwa waenda kulia ulastiboni umekataliwa. Washapigwa wacheze mechi. Wait. Kumradhi. Hauoni kwamba waliona watumie gharama kuendesha hii kesi CAS ili kuridhisha mashabiki, waone kwamba hata uongozi wao katika lile ambalo walilizungumza na baadhi ya mashabiki kutoka kuzungumza pia kwamba hawachezi, basi ionekane ni kauli mbiu ya bana. Of course hicho unachokisema ndio kilichotokea, sio kwamba haijulikani. Wale walifanya vile kwa sababu tu mashabiki wao waamini kwamba viongozi walifanya pati yao na nini, mwisho wa siku ndio hivyo. Mwisho siku ndio hivyo, hadi kwamba wataambiwa tu mashabiki kwamba bana wakuu wenye mamlaka wamesema hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku hivi. Kwa sababu tayari wale watu kulikuwa kuna wazee vijana. Mimi napenda kuita wazee vijana sababu kuna wazee wengine niliona wana umri kama wako. Na wenyewe tu wanajiita wazee wa Yanga. Niliwaona au kuona kuna mzee alikuwa na umri kama wako kule Morogoro. Sasa nikawaambia wazee vijana, msiwape pressure viongozi wenu. Wazee vijana, msiwape pressure viongozi wenu kwa sababu wale mwisho wa siku wana mamlaka zinazowaongoza au yani shida ya mashabiki wa Yanga ni moja. Lazima niwaambie ukweli. Shida ya mashabiki wa Yanga wao wanaamini viongozi wao wako juu ya kila kitu. Hiyo ndo shida yao. Ndio maana nakwambia kiongozi wao akisema chochote wao wanaamini hichi kitu ndo kilivyo. Yaani hakuna kingine ambacho kitaenda Sasa hicho ndo kitu ambacho sasa walichokifanya wakataka kubrainwash kwa kutumia mbinu nyingine. Walichokifanya wakajaribu kutafuta support kutoka kwa baadhi ya waandishi wakubwa. Wanajua wenyewe waliwatumia vipi, kama ni waliwapa chochote kitu au nini, wakawa wanapush zile agenda zao. Wakawa upande kwamba hii kesi ikienda CAS sio hivi na hivi, Simba atashushwa daraja. Mimi nilikuwa nasikia tu nimetulia. Na sisi wataalamu wa mambo tunatulia sio nini watu hoja zile sio kwa nini bodi ya ligi imeirisha mchezo, kwa nini sio nini, kwa nini sosi ya tatizo hawajataka kuzungumza. Sasa mwisho wa siku na hao Menelewa, sababu mimi sio kazi yangu. Mimi kwenye page yangu najiposti mimi mwenyewe. Kutakuwa na nyinyi hapo waandishi, postini zile TBT za kutosha
ili siku nyingine wale wanaosikilizwa, wale wanaolishwa, achana hao waandishi kwa sababu wale sio wako kiagenda. Maana wale wanapokea orders. Wale ambao wanalishwa zile habari wapate kujifunza kwamba bwana, kumbe sio kila kitu ambacho tunaambiwa na huyu ni correct. Na wajue pia na mashabiki wa Yanga pia naendelea kuwakumbusha kwamba viongozi wenu wa Yanga pia wako chini ya mamlaka za soka. Sio kwamba wao wako ndo top kwenye kila kitu. Kwa hiyo kinavotokea mambo kama haya, lazima usimshinikize kiongozi eti hivi kiongozi hatutaki hivi hataki hivi. Wewe nani? Kiongozi mwisho siku atakuwa instructed na mamlaka zenyewe husika. Sasa wewe unatoka huko unaacha shughuli zako za kilimo, unaenda pale unaomba press conference, unaanza kusema viongozi sifanyeni hivi. Sasa unataka waanze kusikiliza wewe badala ya kusikiliza mamlaka inayowaongoza. Swali langu la msingi, Heavyweight, Young Africans kwenye kesi ambazo imewahi kuziendesha au kutajwa katika hizo kesi kwamba Young Africans inahusika, sio za wachezaji, hata zile ambazo zilihusiana na masuala ya uongozi, bado walipigwa knockout. Tunarudi kwenye hilo eneo la wanasheria, ni kwamba idara hiyo haijapata watu makini wa kuitetea na kuilinda klabu katika kupigania maslahi ya kile ambacho wanaamini kuwa kinakuwa kimepotea. Of course, mchuzi kila siku ukiwa unaungua, maana yake mpishi sio mzuri. Wewe kila unavoonja mboga mchuzi umeungua, kila unavokula mchuzi umeungua. Huyo mpishi mbadilishe, sio mzuri huyo. Kesho atapika vizuri lini? Utakuwa utafute mpishi anayepika vizuri. Sasa wewe kila siku mtu ashindwa kesi. Na walikuwa mawakili zaidi ya 4 pale. Peke yao wapeleka mawakili wengi, TFF wapeka 2, bodi ya ligi 2, Simba 1. Wao 4, wote wamepigwa knockout. Wakae pembeni. Unaijua hiyo? Hiyo Albert. Huko kushakuwa kugumu, tunaomba weka faili lako kwenye dustbin tushughulike na kesi nyingine. Walichoandika kasi mwishoni kwamba faili lile limechukuliwa limewekwa kwenye dustbin, watashughulika na kesi zingine za msingi. Mwishoni, peji ya mwisho kabisa. Peji ya mwisho kabisa wameandika, kwa sababu watu wengi Kiingereza hawajui. Wameandika ile shauri la Yanga limechukuliwa limewekwa kwenye dustbin, waendelee na shughuli zingine.